Moja kati ya taarifa ambayo imemnyanyua Godbless Lema ambaye ni mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kuweza kuiandika kupitia ukurasa wake mtandao wa kijamii ni pamoja na taarifa ya kampuni ya kutengeneza nguzo za zege ivunjwe, mradi uhamie TANESCO. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kimeweza kumuamsha ndugu yetu Godbless Lema kuweza kuandika kupitia ukurasa wake mtandao wa kijamii. Yeye ameandika haya yafuatayo. Anasema haya ni mawazo ya kikomunisti au kijamaa kabisa. Private sector ndio msingi wa uchumi wa taifa. TANESCO ibaki na kazi ya kusambaza na kuuza umeme, iachane na issue za kutengeneza nguzo. Duniani kote wajasiriamali wamezisaidia serikali kukimbia kwa kiasi. Na haya mawazo ya nia mbaya, na kuna mtu anaviziwa kuporwa kazi. Mnaanza kama wana wazalendo, kumbe kuna game mnachezesha. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho amekizungumza Godbless Lema. Hebu nikusomee comment za wadau mbalimbali hapa. Mtu anasema hii tenda iliyosogezewa jamaa wa Korogwe kipindi kile ni waziri wa mambo ya kawaka alivyotumbuliwa, kuna wahuni wakataka kupola ile issue kozi jamaa anapiga mamilioni. Imagine unatengeneza nguzo za TANESCO nchi nzima, na sasa TANESCO wana mpango wa kubadilisha nguzo zote ziwe hivyo. Mwingine anasema ungesikiliza kwanza ripoti inasemaje kuliko kuruhusu na kuweza kuweka nukuu yako ya title na kutoa maoni. Mwingine anasema si nasikia wanaomiliki kampuni ya kutengeneza hizi nguzo za zege ni yule mtoto wa mstaafu na yule mzee mwenye hela nyingi ambaye anagawa sana misaada kwa watoto yatima na amewajengea hadi makazi, na kuna muda huwa wanakulaga nao chakula. Mwingine anasema ivunjwe ndio ivunjwe, TANESCO inatakiwa iwe na nyenzo zote za kufanyia kazi. Kama zipo ndani na uwezo, basi kutengeneza nguzo inakuwa na kitengo ndani ya TANESCO, kwani wizi mkubwa kwenye manunuzi ya hizi nguzo kutoka kwa huyu mwekezaji. Mwingine anasema CAG amesema mwaka 2017 TANESCO walitoa bilioni 6 kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na maabara ya kupima ubora wa nguzo. Hadi leo hakuna hata kimoja kinachojengwa. Mwingine anasema kwamba kampuni ina miaka 10 toka ianzishe, ila mpaka leo haijaweza kutengeneza nguzo hata moja, na bado wanataka iendelee kuwepo. Nini maana yake? Kwa hiyo hayo ni baadhi ya maoni ya watu, namna ambavyo wamekuwa wakiendelea kutoa maoni yao kuhusiana na kile ambacho alikuwa amekiandika Godbless Lema.